Yesu asifiwe sana. Ni siku nyingine njema, tunaenda kujifunza neno la Mungu. Na siku ya leo tunaenda kujifunza kutoka kitabu cha Zaburi 31 mstari wa 24, inasema, uwe hodari, upige moyo konde, ninyi nyote mnao mngoja Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha ya kiroho, mstari huu ni wito wa ujasiri na ustahimilivu. Huu hapa ni ufafanuzi wa kina wa maana yake. Mstari ambao tumeusoma una maisha ya kiroho. Ni mstari wenye wito wa ujasiri. Unaambiwa uwe hodari, upige moyo konde. Unatiwa moyo, uwe hodari, usikate tamaa. Usikate tamaa, uwe hodari. Hata kama uko katika changamoto ngumu kiasi gani, hata kama uko katika hali ya kukatisha tamaa kiasi gani, ambiwe uwe hodari. Tuanze kuchambua moja baada ya ingine na tukaone wito wa ujasiri. Wito wa ujasiri hapa inazungumzia iweni hodari. Iweni hodari ni wito wa ujasiri. Unaambiwa uwe hodari. Usiogope kitu chochote, usiogope hali yoyote, uwe hodari. Katika safari ya kiroho kuna nyakati za hofu, shaka na upinzani. Neno iweni hodari si amri ya kuwa na nguvu za kimwili, bali ni kuwa na udhabiti wa ndani. Inamaanisha kutoyumba hata kama mazingira yanakukatisha tamaa. Hata kama mazingira yanakukatisha tamaa, usiyumbe kabisa. Umeambiwa iweni hodari. Iweni hodari ni amri. Tumeambiwa tuwe na nguvu, si nguvu za kimwili bali ni nguvu za kiroho. Usikatishwe tamaa. Usikatishwe tamaa, usiwe na hofu wala mashaka na usiwe na upinzani wowote. Tukiangalia kipengele kingine kinasema kuchukua hatua ya makusudi. Hapo ni pale inasema mpige moyo konde. Upige moyo konde. Hapo ni kuchukua hatua ya makusudi. Huku ni kutia moyo wako nguvu mara nyingi. Hisia zetu zinaweza kutusaliti. Ni kweli hisia zetu zinaweza zikatusaliti kwa viwango vya juu sana. Tunaweza kuhisi upweke au tumetelekezwa. Kupiga moyo konde inamaanisha kuamua nafsi yako kuamini ahadi za Mungu kuliko unavyohisi. Ni uamuzi wa hiari wa kutokukata tamaa. Mungu alituahidi kwamba atatuokoa. Ana mawazo mema juu yetu. Kwa hivyo unasimama kwenye ahadi hiyo, unakuwa hodari na moyo unasema, unapiga moyo konde bila kuyumba, bila kusita. Kipengele kingine kinazungumzia matarajio yenye subira. Mnao mngoja Bwana. Sisi ambao tunamngoja Bwana tunaambiwa tu iweni hodari, mpige moyo konde, mnao mngoja Bwana. Kama wewe uko miongoni mwetu ambao tunamngoja Bwana, unakuwa na matarajio yenye subira. Maisha ya kiroho mara nyingi yanahusisha kipindi cha subira. Kusubiri majibu ya maombi, kusubiri mwongozo wa Mungu, kusubiri utimilifu wa ahadi zake, kumjaza Bwana. Hapa haina maana ya kukaa tu bila kufanya kitu. Ni kungoja kwa matumaini. Unangoja kwa matumaini. Unangoja majibu ya maombi ukiwa na matumaini. Unamngoja mwongozo wa Mungu ukiwa na matumaini. Utimilifu wa ahadi zake ukiwa na matumaini. Mngoje Bwana ukiwa na matumaini. Usimngoje Bwana na huku umekata tamaa, hauna matumaini. Ni kutambua kuwa muda wa Mungu ni bora kuliko wetu. Muda wa Mungu ni bora kuliko wetu.
chanzo cha nguvu. Mstari huu unatuonyesha kuwa ujasiri wetu hautokani na uwezo wetu binafsi, bali unatokana na uhusiano wetu na Mungu. Tunapiga moyo konde kwa sababu tunajua yule tunayemngoja ni mwaminifu. Yule tunayemngoja ni mwaminifu. Muktasari wa kiroho. Mstari huu ni kama chakula cha dharura. Kwa mtu yoyote anayepita kwenye jaribu, unatukumbusha kuwa imani si kukosekana kwa matatizo, bali ni kuwa na ujasiri katikati ya hayo matatizo, ukijua Mungu yuko kazini. Mungu yuko kazini kila wakati na kila saa na kila dakika. Mungu yuko kazini ili aweze kutubariki, lakini inatupasa sisi tuwe hodari na moyo wa ushujaa. Tusiogope, tusikate tamaa, tusirudi nyuma, tuzidi kumtumainia. Yeye hachelewi, yeye anasikia na anakuja kwa wakati wake. Tukisimama na Mungu kila wakati, kila saa, yeye ataonekana. Maanake ni kama vile chakula cha dharura. Unapata chakula cha dharura, njaa imekukaba, lakini unavumilia njaa hiyo ukijua kwamba utapata tu. Una matumaini, unamngoja Mungu ukiwa na matumaini, unamngoja Bwana ukiwa na matumaini yasiyopindishwa, yasiyorudi nyuma. Kwa hivyo tuzidi kumtumainia Mungu, tuzidi kumngoja Mungu katika hali zote, katika kila hatua tunayopitia tumngoje Mungu, maana yeye hachelewi, anafika kwa wakati, na yeye ni mwaminifu kila wakati na kila saa. Tukimngoja yeye anatusikia, yeye anatuona, yeye ana mpango mzuri na maisha yetu. Kwa hivyo tuwe hodari na moyo wa ushujaa, tuwe hodari na moyo wa mshujaa, na sio wote ni wale wanaomngoja Bwana. Kama wewe unamngoja Bwana, kuwa hodari na uwe na moyo wa ushujaa. Mahali popote unapoenda, hata kama umekatishwa tamaa kiasi gani, usiogope, uwe hodari na moyo wa ushujaa, ukiwa na matumaini kwamba Mungu unayemwabudu, Mungu unayemtumainia, Mungu unayemtegemea ataonekana. Hata kama umekosa kitu cha muhimu, unafikiria ni cha muhimu kwa wakati huo hakijafika, usikate tamaa, kitafika kwa wakati sahihi wa Mungu. Wewe zidi kumtumainia Mungu, zidi kumtegemea Mungu, naye Mungu ataweza kutusaidia. Mungu atubariki sana 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 sana. Tuendelee kujifunza neno la Mungu. Leo tumesoma kitabu cha Zaburi, na tutaendelea kujifunza zaidi na zaidi tutakapokutana tena. Shalom, shalom, shalom.